Bwana, mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu kutokea Chalinze, ambapo leo kulikuwa kunafanyika bwana shughuli ya football hapa ndani ya Chalinze, ambapo timu kulandana akiwa na washikaji zake wanaocheza ligi kuu katika timu mbalimbali wakija kumpa support, lakini pia wakicheza na Chalinze Combine ambao mchezo umemalizika kwa mabao 2-1 bwana. Timu kulandana kifanikiwa bwana kupata ushindi dakika za jioni kabisa. Abdulrahman Musa anaweka kambani bao la pili. Vipi mtaalamu? Safi kabisa bwana. Fresh kabisa. Kama kawa. Bwana, tuambie kwanza furaha yako baada ya kuweza kufanikiwa katika tukio hili. Tunaweza kuona watu wameitika sana, ni almost zaidi ya watu 500 wamejitokeza pale, arrangement zote zimeenda kama ambavyo mlipanga. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii niliyopata, kwa sababu Chalinze, tukisema Chalinze tunazungumzia wilaya nzima, ni tuseme mkoa wa Pwani nzima, kwa sababu Chalinze ndio imebeba mkoa wa Pwani kwa mimi ninavyoona, umeona. Kwa hiyo sasa kwa hapa kwetu kidogo hamasa ya mpira ilishuka chini kidogo. Kwa hiyo mimi sasa kwa nafasi niliyoipata hii, kwa kupata nafasi kucheza ligi kuu, na nikaona sio vibaya kuwapa fursa wana Chalinze hususan vijana kwa kuwapa motisha, na motisha yenyewe kwa kuleta watu wa mpira. Unajua unapoleta sehemu watu wa mpira na mtu mwingine anapata hamasa. Na Chalinze kuna vipaji, kwa sababu mimi huwa nikienda likizo nikirudi nafanya mazoezi, nacheza mechi za kirafiki, naona. Lakini sasa imekosekanika ile supporter, na supporter yenyewe kuipata, na mimi nikaona sio vibaya nikashare na marafiki zangu, nikashare na baadhi ya viongozi waje hapa kwetu kuja kuangalia vipaji, na nikaja na idea ya nirudishe nyumbani. Yani maana kurudisha nyumbani vijana wa Chalinze wapate fursa ya kuonesha vipaji vyao. Unajua pale tunapocheza kuna watu wakubwa wako nje, kama hivi umeona rais wetu wa Fountain Gate yupo, madam wetu CEO yupo. Kwa hiyo huwezi jua kama katika mchezo wa leo kuna watu walionyesha vipaji pale na wanaweza kupata nafasi ya kusogea mbele zaidi. Pili, na washukuru wana Chalinze, wameitika, nimewaita wameitika na wamenipa support kubwa. Kwa mwanzo, kwa sababu hili tamasha sikupata muda mrefu kuliandaa, nilikuwa na muda mfupi tu wa kuliandaa, na pia sikufikiria watu kama wataitika kiasi kile. Lakini Chalinze watu wanapenda mpira, na pia nashukuru Mungu wameitika katika tamasha langu. Ilikuwa na ugumu kiasi gani kwa wachezaji wenzao kuweza kukubali, kwa sababu tunaona wengine wamecheza mechi jana, wakina Lusajo, wakina Daudi Milandu, lakini leo tunaona wameweza kuja na kuweza kucheza na kuweza kusupport, watu wamefurahi. Lakini pia kwa kuangalia vijana wako wa huku, kwa namna ambavyo wao wanafanyaga nao mazoezi, namna ambavyo wamecheza na watu wa ligi kuu, wameonyesha ushindani mzuri sana ambao umewafurahisha watu. Kwa mimi changamoto niliyopata, baadhi ya watu wachezaji wengi yani hawakuja, kwa sababu nilipani kama kina Jobu ndio kama hivyo mpata bahati ya kutoka timu ya taifa hawakuja, na baadhi ya wachezaji wengine kama kina Songo walipata dharura, Jafari Maneno walipata dharura. Lakini sio vibaya kwa walokuja, wamekuja kuwakilisha, na vizuri wameleta morali Chalinze. Yani wameleta morali kubwa sana, kwa sababu kulikuwa hakujawahi kufanyika tukio kubwa kama hili la kimichezo. Mimi ndio mtu wa kwanza kulifanya hapa Chalinze. Itakuwa na muendelezo, maana yake limekuwa na mwitikio mkubwa sana. Muendelezo upo, na hili nitakuwa nafanya kila mwaka mara 2. Nitafanya raundi ya kwanza ligi inaposimama, na baada ya ligi kuisha nitakuwa nafanya, kwa sababu sasa hivi nimetumia asilimia kubwa nimetumia nguvu zangu mimi mwenyewe pamoja na wadau wa michezo. Kwa hiyo na imani katika matamasha yanayokuja nitapata supporta kupitia wadhamini na wadau mbalimbali hivyo. Neno lako la mwisho, neno lako la shukrani, kwa sababu kuna watu wengi, wadau wengi wamekuja kusupport. Tunaona watangazaji wakubwa ambao wanakutangazaga, nizamu wapo, waandishi wengi wamekuja, wachezaji kama hivyo unaona, labda CEO wako amekuja. Neno gani ambalo unaweza kuambia? Mimi napenda kuwashukuru watu wote waliofika katika tamasha langu, hususan waandishi wa habari na wadau wa michezo, wakina Galibu Mzinga, Rashid Hamisi na Kidedea. Na nashukuru sana, kwa sababu sikutarajia kama lingefanyika kwa ukubwa kiasi hiki. Yani nashukuru sana, na pia naomba msinichoke. Huu ndo mwanzo, na imani mwanzo huu umeuona watu walivyoitikia, na imani awamu ya pili itakuwa kubwa zaidi hata hivi ambavyo ulipofanya. Kuna swali moja mimi sijui kama litakuwa sawa kukuuliza, lakini identity yako ni ipi? Maana yake watu wanasema wewe ni mtoto wa Morogoro, wanakuwa wanacheza timu ya taifa ya Zanzibar Heroes, lakini unaishi Chalinze. Mimi ni mzaliwa Morogoro na Zanzibar kule. Mimi ni mwajiriwa kwanza,
nimesajiliwa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar, kwa hiyo na kitambulisho cha Mzanzibari. Kwa hiyo sasa hivi mimi nasomeka kama Mzanzibari. Pia hapa Chalinze mzazi wangu au wazee wangu walihamia hapa toka 2015 na uaga mimi natoka likizo, yani katika harakati zangu za mpira natoka na kuja hapa. Natoka na kuja hapa. Hapa mimi kama nyumbani, ila nyumbani kabisa ambapo nilipozaliwa ni Ifakara. Zanzibar ni sehemu yangu ya kazi na pia nasomeka kama Mzanzibari kwa sababu na kitambulisho cha Mzanzibari na pia na kitambulisho cha uaskari wa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar na cheo cha koplo. Cheo cha koplo. Kwa hiyo wewe na Baka maana yake ni level moja. Depo moja kwanza, intake moja, yani tumeingia wote, ila yeye mwenzangu aliwahi kuvaa, mimi nimevaa juzi baada ya kuchukua kombe la Mapinduzi kipindi niko Mlandege. Kwa hiyo uongozi wangu wa kazini wakaona sio vema kunipa cheo, kwa hiyo wakanipa cheo na pia naomba Mungu kwa sababu na juzi pia tumechukua tena ligi ya Mapinduzi, kwa hiyo kuna vyeo vingine vinaweza vikatoka. Kwa hiyo katika vyeo vitakavyotoka naomba Mungu jina langu na mimi liwepo. Kwa cheo kinachoongezeka maana bila shaka na fungu nao linaongezeka. Linaongezeka kwa sababu mimi cheo changu napata kupitia mpira kwa sababu mimi nimeajiriwa kupitia mpira. Ndio maana hata unaona nimeweka dread hizi, ila nikirudi kazini mimi nanyoa hizi. Naendelea na kazi. Tuambie discipline yako wewe na Ibrahim Baka kati mko depo mmeingia ile intake ya kwanza ilikuwaje? Mimi kwanza nimeingia depo nilikuwa sina na mfahamu. Zanzibar nimeenda 2019 nilivyoenda Zanzibar sina mtu yote na mfahamu kwa sababu nilikaje KU wiki 3. Ushone, baada ya kukaa wiki 3 nikapata bahati ya kuingia kazini. Nimeingia depo sina na MBA, nilipata changamoto kubwa na nyingi mpaka ikafikia stage mwenyewe nikasema kwa nini mimi niendelee kuteseka huku wakati nilipotoka nilikuwa na uwezo wa kucheza ndondo napata pesa 40, 50, 80. Sasa ya nini niendelee kuteseka, bora nikimbie. Lakini kuna baadhi ya wenzangu nimewaona wakanipa support na wakanipa ushirikiano na wakanipa moyo pia mpaka tukaja tukamaliza kozi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.